Naitwa Miriam Yusuf Msalali, mkurugenzi wa utawala na usimamizi wa rasilimali watu, hospitali ya rufaa ya Kanda Mbeya. Mimi niliajiriwa katika sekta ya umma mwaka 2000 mpaka sasa na miaka 25. Sijawahi kufikiria hata siku moja kwamba naweza nikapata tuzo ya Malkia wa Mungu, lakini namshukuru Mungu mwaka 25 nimepata tuzo ya Malkia wa Mungu. Tuzo hii naipokea sio kama ya kwangu, naidedicate kwa watumishi wote wa hospitali ya rufaa ya Kanda Mbeya, kwa sababu mimi siwezi kufanya kazi kama mimi. Ninaamini kabisa watumishi wote wana mchango mkubwa mpaka mimi nikapata hii. Katika utendaji wa kazi kwenye sekta ya umma changamoto ziko nyingi, lakini kama msimamizi wa rasilimali watu changamoto kubwa hapo nyuma ilikuwa ni upungufu wa watumishi. Lakini tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Sasa hivi anatoa ajira nyingi na hospitali yetu ni miongoni mwa hospitali ambazo zinapokea watumishi. Na watumishi wenzangu labda ambao ni viongozi, ningependa kuwaasa wanapokutana na changamoto labda ya upungufu wa watumishi, waangalie namna mbadala ya kuweza kuisaidia serikali. Badala ya kukaa kulalamika, ni vema kuchukua hatua kutatua hizo changamoto zinazojitokeza. Kwa mfano, kuajiri watumishi kwa mikataba na wale wa kujitolea ili waweze kuziba zile nafasi ambazo ziko wazi. Wasikae kulalamika. Serikali inataka sisi kama viongozi tutatue changamoto, tutafute mbinu mbalimbali za kuweza kutatua changamoto tunazokabiliana nazo. Hilo ndio kubwa ambalo ningeweza kuwaasa. Lakini kwa wanawake wenzangu ningependa kuambia kwamba wapambane. Vitu vikubwa huwa haviji kwa urahisi. Mpaka watu wakuone kwamba huyu kweli ni malkia wa nguvu au huyu ni mfanyakazi hodari. Utendaji wako wa kazi pia unaangaliwa. Kwa hiyo wafanye kazi kwa bidii, juhudi na maarifa bila kukata tamaa, bila kulalamika. Naamini kabisa watafika pale wanapotakiwa kufika. Kazi huduma wanaotoa huduma za hospitali, namna kuwatenda wagonjwa wanapokuja na nini, kama care ile na hivi. Pia usiache kuelezea hospitali ya rufaa na uongozi wake, elezea namna ambavyo hamasa mpaka umefikia. Napenda kuchukua nafasi hii pia kushukuru sana uongozi wa hospitali ya rufaa ya Kanda Mbeya ambako ninafanyia kazi, ambako pia ndio nimeonekana kuwa malkia wa Mungu. Uongozi wa hospitali ambao unaongozwa na Dr. Godlove Gwanji. Ninamshukuru sana kwa maelekezo yake, kufundisha, kutokukata tamaa. Ninamshukuru sana, lakini pia nawashukuru wakuu wa division, wakuu wa idara kwa kazi nzuri wanayoifanya. Mimi ni mmoja tu ambaye nimeonekana leo. Ninaamini wote wanaweza wakaonekana kama tunafanya kazi ile ambayo tunatarajiwa kuifanya. Lakini ningewaasa pia wafanyakazi wenzangu kwamba watumishi wa sekta ya afya tunatoa huduma ya kumsaidia Mungu kwenye swala zima la kutoa matibabu kwa wagonjwa. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe na huruma, wapole, lakini pia kuzingatia ile taratibu za customer care kwa wagonjwa. Tukitoa customer care nzuri, wagonjwa wengi watavutika kuja kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma, na ninaamini mwisho wa siku tutapunguza vifo ambavyo havikutarajiwa, vifo ambavyo havikusudiwa wala havikutarajiwa kutokea. Kwa sababu watu wengi huwa wanaogopa labda kwenda hospitali wakijua kwamba hawatapata huduma nzuri. Lakini nichukue pia nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Rais, kwa sababu tulipokuwa miaka ya 2000 kwenye sekta ya afya na tulivyo sasa hivi ni vitu viwili tofauti. Kumekuwa na maboresho makubwa sana kwenye sekta ya afya, hasa kuongezeka kwa majengo, vifaa tiba, kuongezeka kwa watumishi kwa ngazi zote mpaka ngazi ya ubobezi kwenye hospitali kubwa za kitaifa na hata hospitali za kanda na zile za mikoa. Kwa hiyo huduma nyingi sasa hivi zinapatikana nchini. Wananchi wengi wameacha kufuata matibabu labda India au nje ya nchi. Matibabu makubwa yanapatikana kwenye hospitali zetu. Kwa majina naitwa Lightness Bartholomeo Ndelwa. Ni mama wa mtoto mmoja. Ni mwanamke mjasiriamali.
ambaye nimetoka chini kwenda juu, sio juu lakini ni kwa kiasi. Baada ya kuwa nimeanza biashara, nilikuwa naona yale maisha duni ambayo mimi nimekuwa nayo. Nilitamani nimwambukize mwanamke ambaye yuko chini. So niliweza kuorganize wanawake mwaka 2020, tukakutana na tukagawia mitaji wanawake 20 kwa kwanza. Lakini tuliendelea kufanya makongamano hayo mwaka kwa mwaka, na hata ikapelekea wanawake zaidi ya maelfu kupewa mitaji. Na kwa chachu ile Mheshimiwa Tulia amekuwa akigawa mitaji kwa wanawake wengi kabisa, lakini tulianza chini kabisa. Namshukuru Mungu kwa kupokea tuzo hii. Ninaona yale ambayo niliyafanya kumbe hayakwenda bure. Wapo watu ambao waliweza kutazama na kuona, hata mpaka Klaus wameweza kunifikia, na leo nimeweza kupokea tuzo hii. Ni washukuru wanawake wa Mbeya ambao waliungana pamoja na mimi wakanisupport. Ninamshukuru Mheshimiwa Tulia, ninawashukuru wabunge, wafanyabiashara wa jiji la Mbeya ambao walikuwa pamoja na sisi. Ninawashukuru watumishi wa Mungu ambao walituombea, na mpaka leo hii naweza kuona napokea tuzo hii. Tuzo hii ninaamini kabisa wapo wengine ambao wamefanya kama ambavyo mimi nimeweza leo kuonekana, lakini leo nimewakilisha mimi, ila ninaamini siku zijazo watakuja na wengine. Mungu aendelee kuongeza watu ambao watawiwa na kuhurumia watu ambao hawajiwezi. Asante, nashukuru. Naitwa Happy Lopolelo Muhagama. Naishukuru sana Klausi, na mpaka sasa nimekuwa malkia wa nguvu twende duniani. Mimi nilikuwa nasoma shule ya la kwanza toka la 7 shule ya msingi Mtapa. Baada ya hapo nikapata mimba nyumbani. Nilipopata mimba baba akanifukuza. Alivyonifukuza nikaenda kufanya kazi. Baada ya hapo nikapata mimba. Nilipopata mimba nikarudi nyumbani, baba akanifukuza. Baada ya hapo nilichukua sulfate nikachana, nikaanza kulala chini na watoto wangu. Nilipolala chini, baada ya hapo nikawa na uchungu na maisha. Nikakaa, baadaye huyo mwanaume akaja akanikubali. Alivyonikubali nikaanza kuishi naye. Baadaye akanipiga akanifukuza na watoto 2. Nimeishi nao nikawa naokota, naenda kuombaomba ndo nakula na watoto. Baada hapo nikawa na hasira na maisha. Ndo nikawa nafanya vibarua vya kuchota maji kwa watu, kudeki kilabuni na deki madabu nipate riziki ya watoto wangu. Nikawa na hasira sana na maisha. Baada ya hapo nikapika wali, nikawa nauza. Nafagia ule uyolo wa chini nauza. Baada nilivyouza nikapata 5,000. 5,000 ile nikaanza kununua mchele mzuri. Nilivyonunua mchele mzuri kilo 5, nikapika, nikapata faida, nikaendelea hivyo kupika. Baada ya hapo nikapata hela ya gunia 1. Nikaanza kwenda Usangu kubeba mpunga. Nikawa nanunua, nauli sina. Nikawa nakata vipeto najitwisha kichwani napeleka barabarani kwenye gari. Baada ya hapo watu wakawa wananionea huruma, wananipakilia. Nikawa nakoboa nauza. Nilivyomaliza kuuza hapo, baada ya wiki moja nikawa napata gunia 3. Nikaendelea hivyo mpaka nikapata gunia 5, 10, nikaendelea hivyo mpaka 20. Baada ya kupata 20 nikawa nasafiri na watu. Ninavyosafiri na watu wakawa wananishusha. Wanasema mimi nina mzigo mdogo, hatuwezi kupakia wote. Kila kazi nilikuwa nafanya. Kibarua nikipata cha kufua nilikuwa nafua, cha kufagia nilikuwa nafagia, na zile nikawa naongezea. Namshukuru Mungu, baada hapo nikaanza kununua gunia 10. Nilivyonunua gunia 10 nikaenda kuuza, nikapata gunia 15. Nilienda hivyo mpaka gunia 20 mpaka 50, 100. Nilivyopata 100 nikauza, nikapata gunia 150. Nilivyopata 150 nikauza, nikanunua fuso nikaiandika 2 mara 3 utajaza. Nikaenda na hiyo fuso. Baada ya mwaka mmoja nikanunua kipisi Scania. Nikaenda nayo. Baada ya hapo kipisi Scania nikanunua fuso tandem tena. Nikaenda baadaye nikanunua semi 1. Nilivyonunua semi, baada hapo nikanunua fuso tena. Nilivyonunua fuso tena, baada hapo nikaenda. Baada hapo nikaacha kufanya kazi ya magari. Nikajikita kwenye kilimo. Mpaka saizi nalima eka 270.
Namshukuru Mungu, huwa navuna kwenye eka 2000 huwa navuna gunia 8000. Kule kwenye 95 huwa navuna karibu gunia 1000 na kitu. Namshukuru Mungu mpaka saa hizi niko vizuri kwa ajili ya kilimo. Mimi nilikuwa na mume, niliolewa kwa harusi, mume wangu alikuwa mkandarasi. Aliniacha, baada hapo akafunga ndoa na mke aliyemuoaga mwanzo. Akaniacha, baada hapo akaumwa. Alipoumwa nikaenda kumuuguza. Nilipomuuguza akafa, nikamzika. Mpaka saizi ni mama wa watoto 4. Mimi shambani kwangu huwa naajiri kipindi cha kupanda na kuvuruga na kufanya nini, huwa nakuwa kama na watu 280 na walipa kwa siku. Natoa wito wa kusema tukazane kupambana. Wanawake sio kukaa. Maana tunajua sisi wanawake ni wakupewa, hapana. Inatakiwa wanawake wenzangu tupambane. Natoa wito wanawake wote tupambane ili tufikie malengo.